Makosa ni mengi ambayo yanazidi kujirudia katika upande wa timu ya Simba Sport Club, ambao leo tumeweza kushuhudia mchezo ambao umeweza kupigwa Simba Sport pamoja na Esperance Tunisi, ambao umeweza kupigwa huko Tunisia baada ya kuibuka na ushindi wa goli moja Esperance Tunisi. Kuna makosa matano ambayo Simba wanazidi kuyafanya katika safu yao ya ulinzi, lakini pia katika safu yao ya ushambuliaji. Sasa je, alaumiwe nani? Aweze kulaumiwa Soa, kwa maana ameweza kupata nafasi ya kwanza, nafasi ambayo ameshindwa kuitumia vyema, kwa maana ile nafasi ilikuwa ni ya wazi, alikuwa na uwezo wa kugeuza goli, na goli lile huenda angeweza kupata ushindi, ama goli lile ambalo ameweza kulipata huenda lingeweza kuwapa pointi kati ya pointi moja au pointi tatu zaidi kuweza kuzichukua, lakini pia wapinzani na kuwakata nguvu kabisa. Lakini huenda tukaweza tukamlaumu pia Shomari Kapombe. Je, kwa sasa hivi tuweze kukiri kwamba umri umeenda? Makosa ambayo anazidi kuyafanya Shomari Kapombe inadhihirisha kabisa kwamba kwa sasa hivi anahitaji mbadala, aweze kupata mbadala mwingine. Lakini tunaweza tukamsifu bwana mdogo ambaye ni Kibagage katika upande wake, yeye kaweza kufanya kazi nzuri sana. Hakuna malalamiko yoyote ambayo mtu yoyote amekuja kuanza kuongelea vibaya kuhusiana na kile kitu ambacho ameweza kukionyesha Kibagage, ambaye ni Nixon Kibagage. Ameweza kutokea Singida Black Stars na ameweza kujiunga na Simba baada ya kuachana na Young Africans hapo kipindi cha nyuma. Lakini upande wa Shomari Kapombe leo ameweza kuonyesha udhaifu mkubwa sana. Nimeweza kuambia kwamba kuna mambo matano. Mambo gani matano ambayo tunakuja kuyazungumzia? Kiukweli ukiangalia safu ya Simba, ama ukiangalia, nadhani tuongelee katika ujumla wa timu kwamba ukiangalia Simba Sport Club kwa sasa hivi ni kama kwamba wachezaji ambao wanaonyesha kabisa kwamba kujituma kwao kumeweza kupungua, kwa maana ile kujitoa kwa mchezaji mmoja binafsi. Tukimzungumzia bwana mdogo ambaye ni Ibrahim Morris, kwa sasa hivi ni kati ya wachezaji ambao wanaofanya vizuri sana, ni mtu ambaye anejituma. Nadhani kuna msemo mmoja ambao ulishawahi kusemwa na kocha wa Taifa Stars, nadhani alikuwa ni Morocco imini kwamba aliweza kutoa kauli moja kwamba tunamzungumzia mtu kama Sopo alikuwa ni mtu ambaye anajitoa katika timu ya taifa, lakini wenzie walikuwa wanamwangusha. Sasa upande wa Simba, nadhani matokeo ambayo wameweza kuyapata Simba Sport Club ni matokeo ni mabaya sana katika upande wao. Mechi ambao walikuwa wanaitegemea kwamba wangeenda kuvuna alama tatu ili na wao waweze kukaa katika kwenye msimamo ambao wenye afadhali, ama msimamo ambao ungekuwa unawapa matumaini, lakini matumaini yao yameenda kukatwa na Esperance Tunis. Wachezaji wa Esperance Tunis nadhani wameweza kuonyesha kiwango kikubwa zaidi, ama wameweza kutambua mchezo kwamba pressure ambao Simba alikuja nayo, lakini pia wao wenyewe waliishi katika pressure ambayo Simba alikuja nao. Sasa kabla sijaendelea, nikuombe usisahau kubonyeza alama ya neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, lakini usisahau kucomment kutokana na mtazamo wako. Je, una mtazamo gani kuhusiana na Simba hii hapa? Kikosi umekionaje? Kocha kwamba sasa hivi anatengeneza timu yake, lakini pia usisahau kubonyeza alama ambayo ni ya kengele hapo kwa ajili ya kupata notification. Pia usisahau kulike video hii hapa, achia comment kutokana na mtazamo wako kwamba Simba umeonaje. Kuna makosa mengine ambayo wanafanya wachezaji hawa wao wenyewe. Tunaweza kusema kama kosa la Shomari Kapombe, alikuwa na uwezo wa kufanya maamuzi mapema, lakini ni mtu ambaye ameweza kudray. Diarra ameweza kumdanganya vyema zaidi Shomari Kapombe. Naweza kumzungumzia Diarra, ameweza kuonyesha udanganyifu wa hali ya juu. Ni janja sana huyu mshikaji ambao ameweza kuionyesha janja hii hapa ya kumwongopea Shomari Kapombe kama hana time tena na ule mpira, au kama anapunguza mwendo, kwa maana alikuwa kwenye speed na Shomari Kapombe pia naye alikuwa katika speed ya movement kwenda kuzuia mpira, lakini Diarra alimdanganya kama anatoka nje, lakini aliweza kuvuta mpira na kuingia nao mpaka ndani ya chaki, kwa maana ndani ya dimba. Kwa hiyo aliweza kufanya maamuzi yake yaliyo sahihi, lakini Shomari Kapombe baada ya kufika ndani ya chaki, ndani ya 18, Shomari Kapombe aliweza kukosa chaguo sahihi ambalo angeweza kulitumia kwa ajili ya kuweza kumdhibiti Diarra. Lakini pia Diarra ameweza kuonyesha ufundi ambao ni wa hali ya juu sana. Tukizungumzia international player, nadhani tunaweza tukamzungumzia Diarra kwa kiwango ambacho ameweza kuonyesha. Ameweza
kukionyesha kiwango ambacho ni kikubwa zaidi katika mechi ya leo ambayo imeweza kuchezwa hapo Tunisia, na kuibuka kwamba Esperance Tunis wameweza kupata goli moja dhidi ya Simba ambayo imeweza kuvuna alama 0 mpaka sasa hivi, na Esperance Tunis kwa sasa hivi wanasimama wakiwa na alama 5. Nadhani ndio mechi yao ya kwanza kushinda katika mashindano haya. Hapa mimi nakuacha na hii hapa, endelea na video ambayo nimeona Sadio Mane kwenye fainali ya AFCON, wakati Senegali wote washakata moto, Senegali wote washakubali liwalo na liwe, tuendelee na boli. Senegali wote washakubali kutia mpira kwa pani, wanaondoka uwanjani. Senegali wote washasanda, wako vyumbani wanavua na viatu. Senegali wote hawataki tena kuendelea na mechi. Mwanamume mmoja tu anawaambia rudini tukacheze liwalo na liwe. Anawakusanya vijana wake, anawaambia rudini tukacheze, twendeni tukapambane. Mpaka Idrissa Gana Gueye na umri wake wote naye alikuwa ameshakata tamaa. Legend mkubwa kweli kweli, kocha wa Senegali naye tayari alikuwa ameshakata tamaa, lakini mwanamume mmoja tu amebadilisha historia ya Afrika, anaitwa Sadio Mane. Yeye ndiye aliyewaambia wenzie moja baada ya mwingine, mwanangu ile Haji Diouf, twende tukaendelee kupambana. Ndani Mbaye, twende tukaendelee kupambana. Ndina mlango wetu baba, twende tukaendelee kupambana. Kila mtu akamfuata kwa jina lake, twende tukaendelee kupambana. Hii ngoma bado haijaisha. Simba Sports Club tulikuwa tunamkosa ndani ya timu yetu, na ndiyo maana tukaenda kwa Mwamba Clatous Chota Chama na kumrejesha aje afanye kazi hiyo ndani ya Simba Sports Club. Ataifanya camp tukiwa tunatoka kwenye camp tunakwenda kwenye mechi. Chama kazi yake ni kuamsha morali ya wenzie. Tuko dressing room tunakwenda uwanjani, Chama ndiyo kazi yake kuamsha morali ya wenzie. Tuko uwanjani, ngoma imeshakuwa ngumu, Chama kazi yake kuamsha morali ya wenzie, kwa sababu kumbi kwanza na ubora wa hali ya juu mno, na fundi yoyote kwenye mpira lazima aheshimiwe. Uzuri ni kwamba watu wa mpira anayejua lazima umheshimu. Wale Senegali walimheshimu Mane, sio kwa sababu kawazidi hela, sio kwa sababu kawazidi umaarufu, sio kwa sababu kacheza Liverpool, ni kwa sababu anajua mpira. Kwa hiyo wanamheshimu, huyu anajua mpira, ndiyo maana anaheshimiwa. Kwa hiyo Chama anaheshimiwa Simba Sports Club, na ndio maana ni rahisi kuwaambia wakina Libase Gay, twendeni tukafanye 1 2 3 wakati, kwa sababu anayesema ni mtu ambaye anajua anachokisema. Kuniambia sema jadi Chama anakuelekeza na anakuonesha mimi nishafanya hii hapa. Hii hapa twende tukafanye. Sijui umeelewa? Anaelewa vizuri anaelewa sawa sawa Kwa mamlaka kabisa. Hiyo ndo sababu ya kumrejesha Chama. Ana mamlaka hayo ya kuzungumza, ana mamlaka ya kuamsha morali ya wenzie, ana mamlaka ya kuboost morali, ana mamlaka ya kuwasukuma wenzie, ya kuwalazimisha tufanye, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo wa kufanya na ameshafanya sana. Chama ni legend ndani ya Simba Sports Club. Atawaambia wakati anazungumza na wachezaji wa sasa, mimi nilipeleka Simba robo finali ya kwanza Simba Sports Club, mimi nilipeleka Simba group stage ya kwanza, mimi nilifanikisha Simba kupata mafanikio makubwa haya ambayo mmeyakuta. Ninaposema twende tukapambane, na maanisha twende tukapambane. Hiyo ndio sababu ya kumrudisha Chama ndani ya Simba Sports Club, aje kuwaongoza wenzie. Yuko Shomari Kapombe, tunakubali, lakini muongoza mapambano hatakiwi kuwa mmoja ndani ya timu kubwa kama hii, tunakuwa nao wengi.